uchaguzi uko pale pale kama ulivyopangwa. Pasitokee mtu yeyote kupotosha kwamba uchaguzi hautakuwepo, kwa sababu tayari nia ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeonekana dhahiri kwamba umefanya mabadiliko ya sheria za uchaguzi ili tuende tukapate viongozi kwa haki. Kuna watu wanapotosha kwamba uchaguzi hautakuwepo au watazuia uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wa Tanzania, lazima tuwaambie Watanzania ukweli kwamba hakuna umma wowote unaoweza kuzuia uchaguzi, kwa sababu Watanzania sisi ni wastaarabu. Watanzania tumestaarabika. Hatutaki kuingiza nchi yetu kwenye matatizo kwa sababu tuna nchi moja Tanzania. Watu hao ambao wanatuhamasisha leo sisi tuingie tuzuie uchaguzi, wao kwanza hawana uraia wa Tanzania. Wako na mabegi yao mkononi tayari kwa kuondoka nchini. Maana yake leo wakinukisha hapa wanaondoka nchini. Niendelee kuwasisitiza kwamba uchaguzi upo kikatiba kabisa, na tujitokeze kwa wingi kipenga kitakapopulizwa, kama nilivyosema, kuanzia kwenye kugombania hivi vyeo vya kwenye tume vitakapokuwa vimetokeza. Kama una sifa gombea, unaweza ukawa mmoja wapo wa kwenye tume. Kwa hiyo nichukue fursa hii niseme tu kwamba sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi tunawaonya wanaharakati, wanasiasa wasio na nia njema kwa nchi yetu na kwa taifa letu. Hatutakubali kuona mama zetu, mama ntilie, mboga ambao wanatutafutia riziki kwa jasho na damu waingie barabarani eti wazuie uchaguzi. Badala yake sisi tutaendelea kutoa elimu ya kupiga kura ili kusudi Watanzania wapate haki ya kuchagua viongozi wao kikatiba. Na viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi hawako tayari kuongeza dakika moja wala dakika mbili ya kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waliingia kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wataondoka kikatiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niwaombe vijana wenzangu, muda utakapofika tarehe 28 mwezi huu, wajitokeze kwa wingi kuchukua fomu, wakagombee nafasi ya udiwani kwenye kata zetu, wakagombee nafasi ya ubunge kwenye majimbo yetu, lakini wakajitokeze moja kwa moja kwenda kumpigia kura Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa wana CCM vijana ambao watajitokeza kwenda kushiriki uchaguzi kama wagombea, chama chao kimewatengenezea utaratibu mzuri wa wao kushiriki na kuhakikisha wenye uwezo na sifa za kuongoza wanashinda. Yamekuwepo maneno ya wenzetu kule wakisema wao watauzuia uchaguzi. Kama ambavyo mwanzo nimesema, si CCM, si mwananchi yoyote anayeweza kuzuia uchaguzi. Tumefanya uchaguzi 2000, tumefanya uchaguzi mwaka 2005, tumefanya uchaguzi 2015, 2020, na niwahakikishie Watanzania 2025 tutakuwa na uchaguzi mkuu. Kila chama cha siasa kina haki ya kushiriki uchaguzi. Kila chama cha siasa kina haki ya kuto kushiriki uchaguzi. Sasa kama kuna chama chochote cha siasa kinadhani wao kwa wakati huu hawajajipanga, hawezi kushiriki uchaguzi, wasituharibie taifa letu. Watanzania wako tayari kwa uchaguzi. Ndiyo maana katika zoezi la uandikishaji katika mikoa yote Tanzania, wananchi wengi wamejiandikisha kwa wingi, wakijua ukifika Oktoba wanashiriki uchaguzi. Kama kuna chama kinadhani wao hawatoshiriki mwaka huu, sisi hatuna shida. Wawaambie wanachama wao waliojiandikisha wala wasihangaike na wao kwa sababu hawashiriki uchaguzi. Wakachague kiongozi anayefaa, na bila shaka kiongozi anayefaa ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kutokana na utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2020 na 2025 ambayo imetekelezwa kwa zaidi ya 95%, tunaamini Chama cha Mapinduzi hakiko tayari kuachia nchi. Kwa nini haiko tayari kuachia nchi? Ni kwa sababu wananchi wanaona maendeleo, bado wana imani na Chama cha Mapinduzi. Kama wenzetu hawatoshiriki uchaguzi wa mwaka huu ni sawa,
watashiriki 2030, hakuna shida. Kwa hiyo watoe wasiwasi wa Tanzania, utakapofika wakati wa uchaguzi tujitokeze kwa wingi kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Mtafahamu kwamba takwimu za sensa na makazi zinaonyesha kwamba 70% ya wakazi wa nchi yetu ni vijana. Kwa hiyo kwa kila jambo ambalo serikali itaendelea kulifanya, kulitekeleza, tafsiri yake wanufaika wa jambo hilo 70% ni vijana kwa maana hiyo. Kwa hiyo pamoja na kuzingatia hilo, yako maeneo mahususi ambayo serikali imeamua kugusa uchumi wa wananchi wa kawaida na vijana. Kwa hiyo mtafahamu kwamba serikali kukabiliana na swala la uchumi na misukosuko ya kiuchumi inayosababishwa na majanga asilia yanayotokea ndani ya nchi na yale yanayotokana na presha kutoka nje, imefanya mambo kadhaa katika kipindi cha mwaka 2020 kuja 2024, na mambo haya moja kwa moja yanagusa makundi makubwa mawili: watu wa kawaida na vijana. Jambo la kwanza, serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, imeendelea kutoa ruzuku kwa kaya maskini takriban kiwango cha shilingi bilioni 961.5 zimetolewa kwa watu wa kawaida wasiojiweza. Sambamba na hayo, serikali imeendelea kutoa mpango wa elimu bila ada. Hasa ninapozungumza elimu bila ada, tunakumbushana elimu ya kuanzia shule ya msingi kuja mpaka wapi? Kuja mpaka kidato cha 6, ambapo takriban kiwango cha shilingi trilioni, sio bilioni, wewe unajua trilioni 1.3 zimetumika pale, unanielewa vizuri. Lakini pia serikali imeendelea kutoa mikopo kwa elimu ya juu. Ninapozungumza mambo haya, watu wanaweza wakadhani tunaleta mzaha hapa. Asilimia kubwa ya sisi tuliosoma vyuo vikuu tumesomeshwa kwa fedha za serikali. Wanaoweza kuwachukua watoto wao wakawapeleka nje kusoma ni watu wenye mafedha, matajiri. Kwa hiyo ninaposema serikali imetumia kiasi cha shilingi trilioni 2.7 kusomesha watoto wa watu wa hali ya chini, ni uwekezaji mkubwa kabisa wa serikali kugusa maisha moja ya vijana. Watu wengi wanaosoma vyuo vikuu level ya shahada kushuka chini ni vijana, na nielewa vizuri kwa maana hiyo. Lakini pia liko kundi la vijana na watu wa kawaida ambalo limeguswa na serikali: wakulima. Ninyi mtafahamu serikali imeendelea kutumia kiasi cha shilingi bilioni 708.6 kwa ajili ya kutoa ruzuku kwenye mbolea, na hii lazima niweke ufafanuzi wa kina hapa. Tunapotoa ruzuku, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imetoa ruzuku. Tafsiri yake ni nini? Mkulima anaponunua mbolea ile mfuko mmoja, serikali inagharamia nusu ya bei ya mbolea. Kama ule mfuko ulikuwa ni 80,000, mkulima dukani anakwenda kuchukua kwa shilingi ngapi? 40,000. Tafsiri yake ni kwamba pamoja na kutambua ya kwamba uchumi umekuwa ukiyumba na kuna factors mbalimbali zinaingia hapo, serikali imeendelea kufanya jitihada za kushikilia uchumi wetu uwe himilivu kwa watu wetu.